That is why we declare there is none like you, the most merciful God, the giver of this eternal life. To you be all the glory. As we have gathered ourselves today in this Thanksgiving service, to you be all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Put your hands together for Jesus wherever you are. Nina furaha sana tena kuwakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ninawakaribisha katika ibada hii ya shukrani. Ni ibada ya kipekee tunayoitenga ili tukapate kumwabudu Bwana na kumshukuru Mungu katika utakatifu wake na ukuu wake. So ni furaha kuu siku ya leo tunapojumuika pamoja nawe katika hali iliyoko katika uso wa dunia, ili tukapate kushirikiana pamoja nawe. Bwana ni mwema na ni mwaminifu. Kila Jumapili ya kwanza huwa ni ibada yetu ya kumshukuru Bwana. Na ni kwa nini tufanye haya? Ni kwa sababu mwanadamu kawaida nyingi usahau. Kwa hivyo tukaitenga ibada ya kila Jumapili ya kwanza tukapate kumshukuru Mungu. Ni kwa ajili ya uaminifu wake na upendo wake, ni kwa ajili ya mapenzi yake, ni kwa ajili ya yale yote anayotutendea. Kwa hivyo siku ya leo ujumbe wetu ni kumpatia Mungu shukrani, giving thanks. Giving thanks, kushukuru. Jana natumai kuna wengi ambao mlikuwa katika runinga tukitazama mwongozo na mwelekeo kutoka kwa rais wetu, jinsi ambavyo tutapambana na hali hii ya korona. Na kukawa na majadiliano baada ya muhtasari huo, na watu wakakuwa wakipeana maoni, sio tu katika runinga bali hata huku mitaani. Na jambo ambalo lilijira kwa sana ni manunguniko yamekuwa mengi sana. Wengi walikuwa kinungunika, kwa nini sehemu hii imefunguliwa, kwa nini hii haijafunguliwa, na mambo mengi. Hizi ni hisia na jinsia za mwanadamu kunungunika ama kutoa yale yaliyo ndani ya moyo wake. Wengi wakawa wakinungunika wakisema tutakula nini, biashara zetu, watoto wetu, kazi zetu na mambo mengi. Mpendo wa Bwana, mahali popote ulipo, ningekukaribisha katika ibada hii tukapata kujifundisha kumshukuru hata Mungu wakati kama hali hizi ziliko. Kwa hivyo ni furaha yangu siku ya leo kupata kuamini pamoja nawe katika ibada hii ya shukurani. Italeta mabadiliko mengi katika uso wa dunia. Kuna Mother's Day, kuna Father's Day, Diabetes Day na mambo mengi ambayo yanahusiana na siku ambayo huwa tunakumbuka. Labda Mother's Day and Father's Day ni kutukumbusha sisi juu ya wazazi wetu, na tukapate kuwashukuru. Tuwe na wakati ambapo tunaweza kutafakari jinsi walivyotulea na mambo kama haya. Kwa hivyo pia natumai pia Thanksgiving Day ama service ni ya kutukumbusha hata sisi yale ambayo Mungu alitutendea, yale Mungu anayotenda na yale Mungu atazidi kutenda katika maisha yetu. Kwa hivyo ninawakaribisha tukapate kujihoji ama kujifundisha masuala kadha wa kadha ambayo labda umeshayasikia nikiyazungumza kwa muda mrefu. Ni juu ya mtu ambaye anaitwa Paulo, ambaye ni nguzo kuu
ya karne ya New Testament, vile ambavyo jinsi tunavyostahili kuishi kama Wakristo. Na Paulo akawaandikia Wathesalonike. Wao walikuwa wameokoka, na kwa ajili ya kuwa na uchanga kwa ajili ya wokovu, kuna manabii wa uongo na watu ambao walijitokeza ni kana kwamba kuipinga ile Kristo. Basi Paulo akawa akiwakuza katika imani na akiwaelekeza katika njia ya Ukristo. Kwa hivyo Paulo akawaandikia Wathesalonike jinsi wanavyostahili kufanya wakati ambapo mtu anaokoka. Na ninaamini mtu wa Mungu pahali ulipo, tunapojifundisha hata hili neno, utapata kuelewa kwamba hayo Paulo alikuwa akiyazungumza, anatuzungumzia hata sisi ambao tumeokoka. Kwa hivyo Paulo akawa akiwatia moyo na akiwaambia, basi sisi wa Kristo tunastahili kuishi hivi. Kanisa lilikuwa likipitia changamoto, kanisa lilikuwa likipitia majaribu mengi, na Paulo akiwa gerezani akawaandikia kanisa la Wathesalonike. Kwa hivyo ningependa tupate kusoma Biblia zetu katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:16 hadi 17. Wathesalonike wa kwanza mlango ni ule chapter 5 verse 16 to 17. First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 17. Wakristo wakawa wamestaajabu. Sasa tumejipeana maisha yetu kwa Kristo, maisha yetu lazima yaendelee. Tufanye nini? Paulo akawa na ujasiri na kuandikia andiko hili ambalo ilikuwa ni nguzo ya imani zao ndani ya Kristo. Mtasoma pamoja nawe kwa Kizungu. First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 17. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. I will repeat again. Anawaandikia Wathesalonike wafanye nini baada ya kuokoka. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kulingana na andiko hili, Paulo angeweza kurudi baada ya kuandikia ujumbe huu na akapata kuwauliza, kama vile mlivyompokea Kristo, basi mwastahili kuishi vipi? Natumai mtu mmoja angeinuka na aseme kwamba I am supposed to be joyful always. I am supposed to pray continually. I am supposed to give thanks in all circumstances. Basi hata sisi watu wa Mungu, ninaweza kuja hapa kanisani na nikamuinua dada ama hata mzee ama kijana, nikamwambia na ujasiri mkubwa sana kwamba ninajua mapenzi ya Mungu kwa ajili yako, ama ninajua yale ambayo unastahili kuyafanya ambayo ni mapenzi ya Mungu ndani ya Kristo. Na natumai labda ningepata kumwambia, ninajua Mungu anasema hivi, wastahili kuwa na furaha kila wakati, wastahili kuomba kila wakati, wastahili kumshukuru Mungu
katika kila hali ya maisha yako. Je, ni kweli haya tunayozungumza siku ya leo kupitia katika kinywa cha Paulo? Unapotazama Biblia katika andiko hili, anapowazungumzia kwamba wanastahili kufurahikia kila siku na wanastahili kuomba kila wakati na kupeana shukrani kwa kila jambo, ni maisha ambayo yanaendelea. Sio maisha ambayo yamesakama ama haikukuwa ni tukio moja tu. Ilikuwa ni waendelee na mambo haya matatu. Kwa hivyo pata kuelewa kwamba hii ikawa ndio lifestyle yako ndani ya Kristo. Tufanye nini? Tukapate kuishi maisha ya furaha, tukapate kuwa waombaji kila siku na kuendelea kumshukuru Mungu katika kila jambo ndani ya Kristo Yesu, kwa maana haya ndio mapenzi ya Bwana. Anapoandika barua hii, watu hawa walikuwa wakipitia changamoto, hususan kama siku ya leo. Uende ukamwambie mtu mambo haya ndiyo ambayo anastahili kuyafanya wakati kama huu wa corona. Afanye nini? Azidi kukaa katika furaha, azidi kuendelea kuomba na akimshukuru Mungu katika kila jambo. Wapendwa wa Bwana, tasema na ujasiri sana kwamba kuna mambo zaidi haya ya kidunia, kuna mambo zaidi ya hayo, na hayo yanayotungojea ni uzima wa milele wakati yote yatakapoisha. Paulo alikuwa anawaambia haya wakati yeye mwenyewe alikuwa anapitia hali ngumu, na ikawa hali za kimaisha hazimbabaishi, na akawa na ujasiri na akasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hivyo kulikuwa na mambo zaidi ya furaha, kulikuwa na mambo zaidi ya kuleta kuishwa upya na uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Na ndiposa anapowaandikia barua hii, anawaandikia na ujasiri mwingi kwamba kuko na tumaini ya yale ambayo mnayapitia. Kuna mambo zaidi ama ya ziada ambayo Mungu ameweka. Kwa hivyo ni kwa sababu gani basi yeye Paulo akawa na ujasiri mwingi kuwaambia mambo haya? Nafikiri ujasiri huu unatoka kwamba wanapoishi katika maisha ya kushukuru na kuomba na kuwa na furaha, ni kwa ajili kuna uzima wa milele ulikuwa unawangojea. Their hope was eternal, beyond every earthly circumstances. So they should continue rejoicing. They should continue praying. They should continue giving thanks in all circumstances. Kulikuwa na kitu zaidi ya hayo. So tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa nini? Maana kuna tumaini ya yale ambayo tunayapitia. Tumaini hii inatokana na nini? Kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimeyaangalia hapa, na nikapata kuwa kwamba pointi hii ya kwanza ninaokuzungumzia sana, kwamba kuna tumaini ya yale ambayo tunayoyapitia, licha ya uovu, licha ya magonjwa, licha ya hali kuwa ngumu, kulikuwa na uzima wa milele uliokuwa unawangojea. Kwa hivyo wafanye nini? Waendelee kuwa na furaha, waendelee kuwa waombaji na kumshukuru Mungu katika kila hali. Katika Romans chapter 8 verse 28, Paulo akawa akinena na kanisa la Warumi na akawaambia, Romans chapter 8 verse 28, Romans chapter 8 verse 28 inasema, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
ndio walikuwa wameokoka. So Paulo anajenga imani yao. Mtu wa Mungu mahali ulipo pia, nami ninakujenga imani nikikwambia kwamba ikiwa tutaishi maisha ya furaha, maisha ya kuzidi kuomba, maisha ya kuzidi kumshukuru Bwana, tunaimarisha uhusiano wetu pamoja na Mungu. Kwa hivyo akawa akiwatia moyo na akiwachallenge imani zao. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa wao kuendelea kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kuendelea katika maombi na kuendelea kuwa na furaha kila siku, ni sharti wapate kuelewa kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha kila hali ikawa nzuri kwa ajili yao. Kwa hivyo yale ambao walikuwa wakiyapitia, kwamba kunaye yule ambaye anaweza kuibadilisha hali hiyo. Hata sisi sasa Wakristo wapendwa wa Bwana, here is the promise for us that in all things God will be able to work it for the good of those who love him. Nisaidie kuwaza pamoja nao katika hali zote ambazo unazipitia. Huenda labda hali zetu hazikuwa ni kama zile za Wathesalonike, lakini kuna hali ambazo tunazozipitia siku ya leo. Na kisha Paulo anakuja anakutokea na anakuuliza, je, mapenzi ya Mungu ni nini juu yako? Umwambie, I should always be joyful. I should be a prayerful person. I should give thanks in every circumstances, for this is the will of God concerning me. Ni kwa nini? Alikuwa anawahimiza wakapate kujua kwamba kuna ahadi. Mungu anaweza kubadilisha hali yote. Pendwa Mungu, mahali popote unaponisikiliza kupitia kwa mtandao huu, pata kujua kunayo ahadi kwamba Mungu anaweza kwa mambo yote kuyabadilisha yakawa mazuri. Wakati gani? Wakati wa changamoto. Unaweza kumwambia mtu na ujasiri, ninajua Mungu wangu anaweza kubadilisha hali hii. Ni kwa nini? Ni kwa ajili ameipeana ahadi hiyo. And we know that in all things God work out for good of those who love him. Hali zinaweza kuwa ngumu, watu wa Mungu, na sio tu kwa wale ambao wameokoka ama hata wajaokoka. Tulisema ni matukio, ni hali ya kimaisha ambayo tunastahili kuyapitia na kuimarisha imani zetu ndani yake Mwenyezi Mungu. Je, una ujasiri siku ya leo kwamba katika hali yote hiyo ambayo unaipitia, kunaye Mungu ambaye anaweza kuibadilisha ikawa nzuri, ikawa na ushuhuda? Paulo akawa akiwahimiza kanisa. Kwa nini tumshukuru Mungu? Kwa sababu gani tuzidi kuwa joyful, tuzidi kuwa prayerful, tuzidi continue giving thanks? Nitakupa sababu nyingine. Ni kwa ajili kupeana shukurani kwa Mungu katika kila hali. Ni kwa ajili Mungu yuko pamoja nasi, hatatuacha. Natumai mahali pale ulipo unaweza kusema amen. Mungu amekuahidi, na alikuwa akiwahimiza kanisa la Wathesalonike kwamba huyu Mungu tunayemwabudu, huyu Mungu ambaye tunaambiwa tumshukuru, huyu Mungu hatatuacha. Kwa hivyo watu wa Mungu, tufanye nini? Tunaweza kuendelea kumshukuru Mungu katika kila jambo. Ni kwa ajili yeye ametuahidi hatatuacha na hatatupungukia. Yuko pamoja nasi katika kila hali, yuko pamoja nasi katika kila mapito. Hii ndiyo sababu ya sisi kuzidi kuwa na furaha, sisi kuzidi kuwa waombaji, na sisi kuzidi kumshukuru Mungu katika kila jambo.
Kwa hivyo tumeona tunaweza kumshukuru Mungu kwa kila jambo, ni kwa ajili tuna uzima wa milele, kitu zaidi ya haya ya dunia. Tumeona kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha kila hali ikawa ni nzuri, na ndiposa nakuambia pointi hii kwamba upate kujua kwamba Mungu yuko pamoja nawe, hata kuacha na hata kupungukia. So we can continue being joyful, we can continue being prayerful, we can give thanks in all circumstances. Mwana wa Mungu kabla hajaondoka hapa katika uso wa dunia alisema katika John chapter 14 verse 16 to 18, John chapter 14 verse 16 to 18, I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Holy Spirit of truth. I will repeat again, usikie neno fulani hapa. I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Holy Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Mungu hakukuwa waacha hao watu peke yao. Yesu mwana wa Mungu ashakuja. Wakati unapookoka, anaingia ndani yako, anakaa pamoja na Baba, wanafanya kikao ndani yako. So we can continue giving praise, we can continue being joyful, we can continue giving thanks in all circumstances, because God is with us. He will give you another counselor to be with you forever. So mahali popote ulipo mtu wa Mungu, katika hiyo changamoto, katika hali unaoipitia, yuko Mungu, mfalme wa amani. Roho wa Mungu aishie ndani yako, atakusaidia katika mapito hayo, atakusaidia katika hizo hali, atakufariji, atakuongoza, atakupa mwelekeo, atakupa mwongozo. At what time? All the days of our life. And all the days of our life, inclusive of every circumstances that we are passing through, church. Katika kila hali unayoipitia, iwe ni hali za kibiashara, hali za kimaisha, hali za kihuduma, He will never leave you. This Holy Spirit of truth, He will be with you. When you pass through the shadow of the valley of death, you will not fear evil, you will not fear death, because He is with you. So we can continue giving thanks, we can continue praying gradually, we can continue being joyful in everything. Life is hard. Everyone is going through life can testify that it's pretty much the same way, both for Christians and non-Christians. Lakini Mungu ni mwema, atakuwa pamoja nasi na kutia mtu wa Mungu moyo kwamba katika kila hali Mungu yuko pamoja nasi. So katika hizo hali zote za bonde za mauti za kimaisha, Bwana hakuachi. Kwa hivyo tunaweza mshukuru Mungu katika hizo hali zote,
Acha nikuulize mtu wa Mungu. Are you thankful no matter what? Je, haijalishi yale unayoyapitia, wewe una moyo wa shukrani? Labda unaweza kuwa ulipoteza kazi hivi ninapokuzungumzia. Labda unaweza kuwa umepoteza afya yako, umepoteza biashara yako. Labda ndoa yako inayumba yumba kwa ajili ya yale yote ambayo tunayoyapata. Labda wakati huu wa corona, labda umepoteza mpendwa. Mambo haya ninayokuzungumzia ni magumu kweli, na ni hali za kimaisha. Walakini Paulo anapoandika haya, ni mtu mmoja ambaye angeweza kucomplain vizuri na apate kusikika. Anawaandikia kanisa la Waefeso wakati minyororo iko katika mikono yake na mipingo zimewekwa katika miguu yake iliyokuwa ikimfinya na kutoka damu. Mahali alipokuwa akilala ni mahali palipokuwa pamechongwa kama jiwe, na kulikuwa na ubaridi mwingi mahali pale. Alikuwa ametengwa na marafiki zake, na alikuwa anahukumiwa kwa mambo ambayo hakukuwa ameyatenda. Wale waliokuwa wakimtumikia walikuwa wanamdhihaki na hata kumuumiza. Lakini licha ya hayo yote, Paulo anaandika katika kitabu cha Waefeso 5:19-20. Waefeso 5:19 hadi 20. Muone katika hizo hali, anapopitia katika hali ngumu, anapopitia katika majuto mengi, anapopitia katika hali isiyoeleweka na mauti yalikuwa yakimngojea pale mbele. Paulo angesema, Ephesians chapter 5 verse 19-20, sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus. Huyu ni mtu ambaye angekuwa ananungunika, biashara imeenda chini, watoto hawasikii, ndoa yangu iko hivi, kazi imekwisha, biashara imeenda chini, shamba limechukuliwa, na labda hata amefungwa gerezani. Lakini anakuja anasema, sing and make music into your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ifikirie na utafakari tena. Mtu kama huyu bado angesema always giving thanks for everything. No matter what circumstances, church, no matter what circumstances you are passing through, my dear brother, my dear sister, wewe ambaye unanisikia, thanksgiving for Paul, it was a daily reality. Maana hakujua siku hiyo ya kufa, na ndio unaona kwa ujasiri akasema kuishi ni Kristo na kufa ni furaha, ni faida. Na ndiposa unaona Paulo yuko na furaha katika kila yale yote anayopitia. Watu wa Mungu, tahadhari ni kwamba tujiepushe na roho ya kutokuwa na watu wa shukrani. Tuepukeni roho ya kunung'unika. Tuepukeni haya yote na tuimarishe uhusiano wetu na Mungu. Nilianza kwa kukuambia kwa matangazo yale ambayo tuliyaona hapo jana, wengi waliinuka wakinung'unika, wengi wakikashifu, wengi wakitoa matusi, na wengi hata wakidhiaki yale maneno yaliyonenwa.
Je, ni kwa faida ya rais ama ni kwa faida yetu sisi? Na kwa kukasirika na kushukuru Mungu kwa kila jambo, wengi nikaona wakisema ati hizo mask tutavaa, hiyo mikono tutanawa, na wengine wakaonyeshwa wakisalimiana, wakihagiana. Ni kwa faida ya nani? Jasiri ni kama Paulo angekuwa wakati kama huu, angepata kuwaambia imbeni, fanyeni nyimbo mpya za shukrani ndani ya mioyo yenu, mshukuruni Mungu katika kila jambo. Mtu wa Mungu, kama umeokoka, jiepushe na haya. Pata kujua kwamba Bwana anaweza kufanya mambo mazuri kupitia katika hali hii tunayoipitia. Na Bwana Yesu akatufundisha na akatuonesha tunastahili tumshukuru Bwana. Natumai katika Luke chapter 17 verse 11 to 19 ni andiko ambalo tumelisoma sana. Na akauliza swali moja Yesu baada amefanya muujiza. Katika hiyo Luke chapter 17 verse 15 to 16, Biblia ikasema, one of them when he saw he was healed came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Mahali unapopitia mtu wa Mungu, huyu tu ni mfano ambao Yesu Kristo anapeana kwamba tunastahili tumshukuru Bwana. Huyu ni kwa mambo ambayo ameona Mungu akimtendea. Natumai wale wengine wote kumi waliona kweli Bwana amewaponya, na wakarudi. Mmoja tu ndio ambaye alirudi. Ikiwa tutaishi maisha ya kumshukuru Bwana kila siku, ikiwa tutaishi maisha ya kuomba kila siku na kuishi katika furaha, tutaimarisha uhusiano wetu na Mungu, na kisha kila ibada ama maisha yetu yatakuwa ni maisha ya thanksgiving. Tume pale verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Hapakukuwa na mtu angalau wa kurudi kumshukuru Bwana. Si ni 10 ambao walitendewa, ni mmoja tu ambaye amerudi. Yesu mwana wa Mungu expects gratitude from us every day. Na ndiposa ninawaomba, kama Paulo angetokea kwako leo hii akuulize, je, are you joyful? Are you prayerful? Are you giving God thanks and praises in everything? Tungemwambia na ujasiri, ni kweli Paulo. Kuna mambo kadha wa kadha ningekuonesha ambayo leo hii tunastahili, tunaposikia ujumbe huu, twende tukamshukuru Mungu kwayo. Tunaweza kumshukuru Mungu kwa yale yote ambao ametupatia. The material blessings that we have seen God blessing us with. Ni kupata kujua kwamba vyote vinatoka kwake. Kwa hivyo hata tunapo waagizia mwende mkaweke sadaka za shukurani, pata kujua kwamba ni Mungu ndiye aliyekupa. Kwa hivyo tunaweza kushukuru Mungu, tunaweza kurudi kwa Jehova kila siku kumshukuru kwa ajili ya vyote tulivyo navyo. Na ninaposema material things, wapendwa Bwana, ni yale yote ambayo Mungu ametutendea. Lakini kikawaida ni kana kwamba tunaonekana ni kana kwamba hatutosheki na yale ambayo tuko nayo. Ningekusi, hii ndio njia moja ya kuepuka roho za kunung'unika. Mshukuruni Mungu kwa yale yote ambao by this time amekupa. The material things that God has given you, thank God for them. Mfalme Daudi
akawa akiomba na akasema, wealth and honor come from you. We give you thanks and praise your glorious name. Everything comes from you. Wana wa Israeli wangerudi na kumshukuru Bwana kwa ajili ya shamba nzuri ambayo Bwana aliwapatia, shamba iliyokuwa imejawa na mizabibu, shamba ambayo ilikuwa inatoa mazao. They knew it is God who gave them. So tunaweza mshukuru Mungu kwa ajili ya material things ambazo Bwana anatupatia. Give thanks to the people in your life. Mshukuruni Mungu. Aya tu ninakuonesha ya kusaidie ili uondoe manunguniko. Shukuru Mungu kwa hicho kidogo uko nacho. Shukuruni Mungu kwa watu ambao weko katika maisha yako. Give thanks to your husband, for your husband. Give thanks for your wife. Give thanks for those children. Ni Mungu ndiye ambaye amekupatia. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Ukishafanya hivyo utaondoa manunguniko. Waweza kuwa wasiwe vile ambavyo unavyotarajia, lakini kwa ajili Bwana alikupatia, hauna budi kumshukuru. Shukuru Bwana kwa ajili ya bosi wako. Shukuruni Mungu kwa ajili ya majirani. Kwa hivyo tuna nafasi ya kukashifu watu ambao Bwana aliwaleta katika njia zetu. Shukuruni Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wameletwa katika njia zenu. Thank God for them. Whether you do have children or you don't have children, thank God. Be joyful. Tunastahili tumshukuru Mungu kwa mambo gani? Ambaye atatuondolea manunguniko hata wakati wa changamoto na majaribu. Najua hiyo tungekuwa kanisani kama imejaa niambie watu waseme amen, ingekuwa ni ngumu. But give thanks to God in the midst of trials and persecution. Yesabuni ni furaha tupu, ndugu zangu, mnapopitia katika majaribu aina mbalimbali, maana mnajua kule kujaribiwa kwa imani yenu huleta zaburi. Yesabuni ni furaha, na natumai nimekupa mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza kutuma wewe uendelee kumshukuru Bwana. So we can give thanks. We can continue praising God in trials and also in persecution and tribulations. Wakati Danieli alipopata kujua kwamba kuna watu waliokuwa wamefanya njama ili akapate kuwa destroyed, Biblia inasema alienda katika miguu yake na kuomba akimshukuru Mungu kama vile alivyokuwa akifanya. Ikawa ni desturi ya Danieli, na akawa akimshukuru Mungu siku tatu, mara tatu kwa siku. Friends, in the midst of trials and persecution and tribulations, we can continue maintaining our Christianity by being joyful, praying continually and giving thanks in all circumstances, for this is the will of God upon your life. Sijui unayapitia yapi siku ya leo mtu wa Mungu, lakini Mungu anajua na Mungu anakupenda. Na kuomba tukapata kukuza roho za shukurani, zitatuondolea uchungu ndani ya mioyo yetu. Tushukuruni Mungu kwa ajili ya wokovu. Ni karama kuu. It is a gift that today you are living.
kwa ajili ulipokea hiyo kipawa cha Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliyekufa akatundikwa msalabani, akafufuka tena, na siku moja tutaishi naye uzima wa milele milele na milele. Unapata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu. It is a gift. Huu uzima wa milele, huu hai ambao tumepewa, appreciate God for it. Na ninaamini tunapofanya hivi na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu, tutaishi na kuimarisha urafiki wetu na Mungu. Watu wa Mungu, mahali popote tulipo, tushukuruni Mungu kwa ajili ya presence yake na nguvu zake katika maisha yetu. Ule uwepo wake tu kuandamana pamoja nasi, ule uwepo wake kuwa pamoja nasi. Tushukuruni Mungu kwa ajili ya ulinzi wake. Tulipokuwa katika mkesha, tulikabidhi mwaka huu mikononi mwa Bwana, na haya yote yanayotokea si mageni, si mapya kwetu sisi, na tukamwambia Bwana, mahali popote tutakapoenda, Bwana atakuwa pamoja nasi na atatupatia ushindi. Kwa hivyo tufanye nini? Kwa yote, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mnapofanya hatua hii na uamuzi huu, mpendwa wa Bwana, ondokeni manunguniko, ondokeni complaints, ondokeni murmuring, ondokea roho ya kutokuwa na shukurani kwa kila jambo, na upate kuimarisha uhusiano wako pamoja naye, pamoja na Mungu kuanzia siku ya leo. Ni furaha ikiwa utampokea Yesu Kristo kwa Mwokozi wa maisha yako. Haya yote tunayoyasema yatakuwa ni nguzo ya imani yako kupata kutembea pamoja na Kristo katika safari hii iliyojawa na milima na mabonde. Kwa hivyo Bwana awabariki, awaimarishe katika mwito huu, na mkapate kusimama wima na kumwamini Mungu kwa yote. Kwako toka hapa Emmanuel Teaching Ministry ni bye bye, shalom, na Bwana awabariki, awadumishe katika wokovu. Amen.